Hongereni kwa tamasha bora. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa kutambua ubora wa tamasha. Pengine kulikuwa na urahisi gani ama ugumu gani kwenye kuandaa tamasha hili ambalo limefana siku ya leo? Ugumu ni mkubwa kwa sababu msimu wa 5 umekuwa na mambo mengi. Kuanzia kwenye semina kwenda kwenye ugawaji vitu na mambo mengi. Kwa hiyo umekuwa na series of activities. Activity calendar yetu ilikuwa ngumu sana. Kwa sababu kuanzia Ijumaa iliyopita tulikuwa Morogoro, Jumamosi kabisa turudi Dar es Salaam, Jumapili tukaandaa press ambayo ilifanyika Jumatatu, Jumanne tukawa safarini tena kurudi Morogoro, Jumatano tukawa na activity ya kugawa vitu kwa mamalishe, Alhamisi tukawa na activity tena ya kupeleka vitu mashuleni, Ijumaa tukawa na activity ya bodaboda, leo tukawa tuna mechi. Kwa hiyo unaweza kaangalia hizo siku takriban 6-7 zote ni kama haukufanyi kazi manake unasafiri kwenda kwenye sehemu nyingine kwa ajili ya kuandaa vitu vingine. Kwa hiyo imekuwa a very busy week ambayo imetupa wakati mgumu sana, lakini alhamdulillah tumemaliza. Baada ya kutamatika kwa tamasha hili, pengine kitu gani hasa mnajivunia kama waandalizi wa kitu hiki ambacho kinaenda viral? Tunajivunia mafanikio ya msimu wa 5 kwa ujumla. Msimu wa 5 kama umeangalia, kabla ya mechi vimezungumzwa mafanikio ya vitu vingine. Yamezungumzwa namna ambavyo mamalisho wamepata elimu ya fedha, elimu ya afya na mambo mengine mengi kabla ya kuja kupewa mtaji. Kwa hiyo unaona hivyo vitu vote tuliona sio tu kutoa mtaji ndio kitu pekee, lakini elimu pia ya matumizi ya mtaji, kukua kibiashara, kwa sababu tulikusanya wadau mbalimbali. Kulikuwa na wadau wa kibenki ambao wanatoa elimu ya fedha, kulikuwa na wadau wa huduma za kiafya kama Takeds wakitoa elimu juu ya afya, lakini kulikuwa na wadau wa bima wakitoa elimu ya bima kutokana na biashara zao, kulikuwa na wadau kutoka TRA pamoja na BRELA kuhusu urasimishaji wa biashara zao. Kwa hiyo hizo elimu zote 5 zimetoka kwa mtu mmoja, kwa kichwa kimoja, kabla ya kupewa mtaji kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye msimu huu. Maneno machache kwa mshindi wa leo, Kibwana Shomari. Nampongeza kwa sababu ametoka kwenye utumwa, na ni moja kati ya kitu ambacho mimi binafsi nilikuwa natamani kitokee. Nilikuwa naongea sana na Kibwana, nilikuwa namwambia itakuwa ileti tena mantiki kama utapoteza na mchezo huu. Kwa hiyo jitahidi, tengeneza timu nzuri, hakikisha unashinda mchezo. Na akafanikiwa kushinda, kwa hiyo na furaha kwa upande wake na nimpongeze sana. Kwa hiyo hapa saizi inakuwa 3-2. Kwa hiyo tuko katika eneo hilo hapa, at least inakuwa ina level. Ingekuwa 4-1 isingekuwa inaleta tena isingekuwa inaleta mambo mvuto. Pengine ningekuwa nafikiria sasa next time iwe ni Dickson na Abutwalib sasa, kwa sababu Kibwana ndo angekuwa amemaliza. Kwa hapa at least kapiga comeback ambayo tunaweza tukasema yes, next time again is Kibwana na Dickson bado inaendelea, kwa sababu ni 3-2. Tumalizie kabisa na swali la mwisho. Kiwango cha Joyce Lomalisa kimeonekana ndani ya mechi mbili. Pengine unafikiri kwa msimu ujao akirudi ndani ya ligi yetu anaweza akapata timu na akaperform kwenye ubora wake ambao tulimzoea nao nyuma? Mimi ninachofahamu Joyce ni moja kati ya wachezaji wazuri, lakini ukiniuliza kwa leo sijapata nafasi ya kuangalia vizuri mchezo kwa sababu niko kwenye coordinate mambo mengi, kwa hiyo sipatagi muda wa kuangalia zaidi mchezo, ila najua kama Joyce Lomalisa ni moja kati ya wachezaji wazuri sana. So kama atakuwa na nafasi ya kurejea kwenye ligi yetu, basi tutashukuru kupata miongoni mwa wachezaji wazuri kwenye ligi yetu. Mimi nikushukuru na usiku mwema. Asante sana. Alhamdulillah.